Umuhimu wa kuomba kwa sauti na kutamka maneno kwa kinywa. Ndugu mpenzi msikilizaji, karibu tena kwenye kipindi hiki chenye kujenga imani, kuamsha roho na kutufundisha namna ya kutembea katika nguvu za Mungu. Leo tunaenda kuzungumzia somo ambalo lina nguvu sana katika maisha ya kiroho. Somo ambalo wengi hulipuuza bila kujua athari yake katika maombi yao. Leo tunaenda kuzungumzia umuhimu wa kuomba kwa sauti, kutamka maneno kwa kinywa, na kwa nini kuomba kimoyomoyo pekee wakati mwingine kunaweza kupunguza nguvu ya maombi. Watu wengi wanaomba kimya kimya, wanaongea ndani ya mioyo yao, lakini hawatamki kwa vinywa vyao. Japo ukisoma maandiko matakatifu, utaona mara nyingi watu wa Mungu walipokuwa wanaomba, walitamka kwa sauti, waliinua sauti zao, walitangaza, walikemea, walibariki, walitabiri na walinena kwa mamlaka. Katika ulimwengu wa kiroho, maneno yana nguvu kubwa sana. Kinywa kina mamlaka makubwa mno, na pia tambua ya kwamba ulimi una uwezo wa kujenga au kubomoa. Na ndiyo maana hata wale wanaotutakia mabaya hawakai kimya kimya tu, bali huwa wanatamka kwa vinywa vyao, wananena, wanalaani, wanatoa matamshi, kwa sababu wanajua neno lililotamkwa lina nguvu kubwa ya kwenda kufanya kazi. Na tena sio kutamka tu, bali hutamka huku wakiwa wamenuia. Nasi tunapaswa kuelewa ya kwamba Mwenyezi Mungu ametupa mamlaka kupitia maneno yetu. Ameweka nguvu kwenye vinywa vyetu. Kitabu cha Mithali 18:21, neno la Mungu linasema, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, nao waupendao watakula matunda yake. Naam, hii ina maana kwamba ulimi wako una uwezo wa kubeba uzima au mauti. Maneno yako yanaweza kubadilisha mazingira ya kiroho. Hivyo maombi yanapotamkwa kwa imani yanatengeneza matokeo. Basi leo tutajifunza mambo kadhaa yafuatayo. Tutaangalia kwa nini kuomba kwa sauti kuna nguvu, kwa nini matamshi yana nafasi kubwa katika ulimwengu wa kiroho, tofauti kati ya kuomba kimoyomoyo na kuomba kwa matamshi, mifano ya kibibilia ya watu waliotumia sauti zao katika maombi, namna ya kutumia kinywa chako kuleta ushindi katika maisha yako, na mwisho tutajifunza jinsi ya kuomba maombi yenye mamlaka. Na kusihi baki mpaka mwisho, kwa sababu ujumbe huu unaweza kubadilisha kabisa maisha yako na namna unavyoomba. Kinywa ni chombo cha nguvu ya kiroho. Wapendwa, Mungu hakutupa kinywa kwa bahati mbaya. Kinywa ni mlango wa matamshi. Kinywa ni chombo cha mamlaka. Kinywa ni silaha ya kiroho. Mungu mwenyewe aliumba dunia kwa kunena. Alitamka maneno na vitu vikawa. Mwanzo 1:3 inasema, Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Angalia hilo. Mungu hakufikiri tu. Mungu hakunyamaza. Mungu alisema. Kulikuwa na nguvu katika neno lililotoka kinywani mwa Mungu. Na sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Hii ina maana kwamba kuna uwezo ambao Mungu ameweka ndani ya maneno yetu. Ndiyo maana Yesu alipokuwa duniani alitamka maneno. Alikemea dhoruba. Alimuita Lazaro kutoka kaburini. Aliwaponya wagonjwa kwa neno. Aliwakemea mapepo kwa sauti. Marko 11:23 inasema, Amin, nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu, ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yatatimia, yatakuwa yake. Yesu alisema atakayeuambia mlima. Hakusema atakayeuwaza mlima. Hakusema atakayefikiria. Alisema atakayeuambia. Kuna wakati unatakiwa kufungua kinywa chako na kuzungumza. Uzungumze uponyaji, uzungumze ushindi, uzungumze baraka, uzungumze kufunguliwa, uzungumze uzima, kwa sababu maneno yana nguvu. Haleluya! Kwa nini maombi ya sauti yana nguvu zaidi? Sasa mtu anaweza kuuliza, kama Mungu anajua mawazo yetu, kwa nini niombe kwa sauti? Ni kweli, Mungu anajua mawazo yetu. Mungu anaona mioyo yetu. Lakini katika mfumo wa kiroho, kutamka kunaachilia mamlaka. Warumi 10:10 inasema,
Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Angalia hilo. Moyo unaamini, lakini kinywa kinakiri. Imani ya ndani inakuwa na nguvu zaidi inapounganishwa na matamshi ya nje, na ndiyo maana hata wokovu unahusisha kutamka. Warumi 19. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Mungu angeweza kusema kuamini tu kunatosha, lakini akaweka pia kukiri kwa kinywa. Kwa nini? Kwa sababu matamshi yana nguvu. Unapotamka, katika jina la Yesu nimefunguliwa, ulimwengu wa kiroho unasikia. Unaposema, Shetani hana mamlaka juu ya maisha yangu, kuna mamlaka inayotoka ndani yako. Unaposema, Mungu ataifungua njia yangu, unatangaza imani, na imani inapoongea, nguvu za Mungu zinaanza kufanya kazi. Hata watesi hutumia maneno. Mpendwa, hebu fikiria jambo hili. Ni kwa nini watu wanaotulaani hutamka kwa sauti? Kwa nini waganga wa kienyeji hutumia matamshi? Kwa nini watu wanaotakia wengine mabaya hunena kwa vinywa vyao? Ni kwa sababu wanajua kwamba maneno yana nafasi katika ulimwengu wa kiroho. Lakini nasi tuna mamlaka makubwa zaidi ikiwa tutalitumia jina la Yesu Kristo. Luka 10:19. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Kwa unapofungua kinywa chako kwa imani, kuna nguvu kubwa zaidi, na ndio maana hupaswi kukaa kimya wakati maisha yako yanashambuliwa. Kama kuna ugonjwa, tamka uponyaji. Kama kuna kufungwa, tamka uhuru, tamka kufunguliwa. Kama kuna laana, tamka baraka. Kama kuna kukataliwa, tamka neema, tamka kukubalika. Usikae kimya. Isaya 54:17 inasema, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu. Unaona, Biblia inasema kuna ndimi zinazoinuka, kuna maneno yanayonenwa, lakini pia Mungu amekupa mamlaka ya kujibu. Yesu alitumia sauti katika huduma yake. Tukimtazama Yesu, tunaona wazi kabisa kwamba hakufanya mambo kimya kimya. Alizungumza, alitamka, aliamuru. Alipokutana na pepo alimwambia, mtoke ndani yake. Alipokutana na bahari yenye dhoruba alisema, nyamaza, tulia. Alipomfufua Lazaro alisema, Lazaro, njoo huku nje. Yohana 11:43. Naye akiisha kusema hayo, alipaza sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Angalia, Yesu alipaza sauti. Kwa nini? Kwa sababu kuna mamlaka katika matamshi. Wakati mwingine watu wanateseka kwa sababu wanaomba bila mamlaka, wanaomba bila kuamini, wanaomba bila kutamka. Lakini kuna wakati unatakiwa kusimama na kusema, kwa jina la Yesu, kila kifungo kifunguke sasa. Kwa jina la Yesu, naamuru ulinzi juu ya nyumba yangu. Kwa jina la Yesu, sitakufa bali nitaishi. Hayo ni matamshi ya imani. Daudi aliomba kwa sauti. Daudi alikuwa mtu wa maombi, lakini ukiangalia Zaburi utaona mara nyingi alikuwa analia kwa sauti. Zaburi 3:4. Kwa sauti yangu nalimlilia Bwana, naye akanitikia toka mlima wake mtakatifu. Zaburi 142:1. Kwa sauti yangu namlilia Bwana, kwa sauti yangu namwomba Bwana rehema. Daudi hakunyamaza, alimlilia Mungu kwa sauti. Wakati mwingine kuna nguvu inayotolewa unapofungua kinywa chako mbele za Mungu. Kilio cha sauti kinaweza kuvunja minyororo. Kilio cha sauti kinaweza kuamsha imani. Kilio cha sauti kinaweza kubadilisha mazingira ya kiroho. Kukaa kimya wakati mwingine ni hatari. Kuna watu wengi wanapitia vita vya kiroho, lakini wamekaa kimya. Ndiyo maana adui anaendelea kushambulia. Biblia inasema katika Yoeli 3:10,
Aliye dhaifu na aseme, mimi ni hodari. Angalia hilo. Hata kama unaona udhaifu, Biblia haisemi kaa kimya. Inasema, sema. Matamshi yako yanaweza kubadilisha hali yako. Watu wengi wanazungumza matatizo yao kuliko kuzungumza ahadi za Mungu. Badala ya kusema, mimi siwezi, sema, naweza mambo yote katika Kristo anitiaye nguvu. Badala ya kusema, maisha yangu yameharibika, sema, Mungu anaenda kutengeneza njia. Badala ya kusema, nimefungwa ama nimelongwa, sema, nimekombolewa kwa damu ya Yesu. Usitumie kinywa chako kujiharibu, tumia kinywa chako kujenga maisha yako. Maombi ya sauti hujenga imani. Kuna kitu kinatokea unapojisikia mwenyewe ukiomba. Imani inaanza kuongezeka. Warumi 10:17 inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Unaposikia mwenyewe ukitamka neno la Mungu, roho yako inajengwa, hofu inapungua, ujasiri unaongezeka, mazingira ya kiroho yanabadilika. Ndio maana wakati mwingine ukiomba kimoyomoyo, unaweza kupoteza umakini haraka. Lakini ukiomba kwa sauti, akili yako na roho yako vinashiriki pamoja. Yesu alituonyesha mfano wa kuomba kwa sauti. Waibrania 5:7 inasema, yeye siku za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa katika mauti, maombi na dua, pamoja na kulia sana na machozi. Yesu aliomba kwa kulia, aliomba kwa sauti. Hii inaonyesha kwamba kuna wakati wa kuomba kimya kimya, lakini pia kuna wakati wa kuachilia sauti mbele za Mungu. Wakati mwingine unatakiwa kupaza sauti yako dhidi ya vita vya kiroho. Usitamke maneno hasi. Kama maneno yana nguvu, basi lazima uwe mwangalifu na kile unachokisema. Watu wengi wanajilaani wenyewe bila kujua. Wanasema, mimi sifanikiwi, mimi nina bahati mbaya, hakuna kinachoniendea vizuri, familia yetu imefungwa, mimi ni maskini tu, mimi ni mnyonge. Usiseme hivyo. Anza kusema, mimi nimebarikiwa, mimi ni tajiri, Mungu yupo upande wangu, milango yangu itafunguka, neema ya Mungu iko juu yangu, nitashinda kwa jina la Yesu. Mithali 6:2 inasema, umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Hii inaonyesha kwamba maneno yanaweza kukufunga au kukuweka huru. Namna ya kuomba maombi yenye nguvu. Sasa hebu tujifunze namna sahihi ya kuomba maombi yenye nguvu. 1. Omba kwa imani. Yakobo 1:6. Lakini aombe kwa imani pasipo shaka yoyote. Usiombe huku na mashaka, amini kwamba Mungu anakusikia. 2. Tumia neno la Mungu. Yeremia 1:12. Maana naliangalia neno langu ili nilitimize. Mungu huliheshimu neno lake. 3. Tamka kwa mamlaka. Usiombe kwa woga. Sema, katika jina la Yesu, kwa sababu jina la Yesu lina mamlaka. Wafilipi 2:9-10. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. 4. Omba bila kuchoka. Wathesalonike wa kwanza 5:17. Ombeni bila kukoma. Usikate tamaa, endelea kuomba. 5. Jaza maombi yako kwa shukrani. Wafilipi 4:6. Katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Maombi ya kutamka kila siku. Kila siku unapoamka, tamka maneno ya uzima. Sema, leo ni siku yangu ya baraka. Mungu ataniongoza. Hakuna silaha itakayofanikiwa juu yangu. Neema ya Mungu itaniongoza. Damu ya Yesu inanilinda. Familia yangu iko salama. Milango ya mafanikio iko wazi. Usiamke na kukaa kimya. Anza siku yako kwa kutangaza mafanikio, afya njema, mibaraka, fursa, ulinzi. Kuomba kwa sauti hubadilisha mazingira.
Paulo na Sila walipokuwa gerezani hawakukaa kimya. Matendo 16:25 hadi 26. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakiomba na kumwimbia Mungu. Mara palikuwa na tetemeko kuu la nchi. Walikuwa wanaomba kwa sauti, walikuwa wanaimba, na mazingira yakabadilika. Minyororo ilifunguka, milango ya gereza ikafunguka. Kuna minyororo inaweza kuvunjika pale unapofungua kinywa chako. Hitimisho. Mpendo msikilizaji, leo tumejifunza ya kwamba maneno yana nguvu, kinywa kina mamlaka, maombi ya sauti yanaachilia nguvu za kiroho. Mungu anataka tuombe kwa imani. Tunapaswa kutumia vinywa vyetu kutangaza uzima, ushindi na baraka. Usikae kimya wakati Mungu amekupa mamlaka ya kunena. Anza kutumia kinywa chako vizuri. Tamka ahadi za Mungu. Tamka ushindi. Tamka uzima. Tamka uponyaji. Tamka mafanikio. Na kila unapoomba, omba kwa imani na kwa mamlaka, katika jina la Yesu Kristo. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo na kushukuru kwa ajili ya kila anayesikiliza ujumbe huu. Naomba wajaze nguvu za kiroho. Wafundishe kutumia vinywa vyao kwa utukufu wako. Kila neno hasi walilowahi kutamka juu ya maisha yao, nalibatilisha katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Naachilia baraka, naachilia ushindi, naachilia uponyaji, naachilia kufunguliwa, naachilia neema. Kila kifungo kivunjike, kila mlango uliofungwa ufunguke, na kuanzia sasa waishi maisha ya ushindi katika jina la Yesu Kristo. Na waote tuseme Amen. Ndugu mpenzi msikilizaji, tafakuri hii imeletwa kwako na Evangelist Godfrey William, na ikiwa ungependa kuchangia maoni, tafadhali tuandikie kwenye comment section. Pia ikiwa ni mara yako ya kwanza kuungana nasi, tafadhali subscribe kwenye channel hii ya Godwill Media ili upate notification kila tunapoweka video mpya. Lakini pia usisahau kulike video hii na kushare na ndugu, jamaa na marafiki. Labda kunaye ambaye akiona video yamkini ikafanyika chachu ya mabadiliko maishani mwake. Asanteni. Tukutane wakati mwingine. Godwill Media, fikra sahihi, maisha bora.